Kwa majina naitwa Mhandisi Nasha Mohamed Chusi, mhandisi ujenzi kutoka shirika la Leli. Kwa mradi wetu wa SGR Lot 5, SGR kipande cha 5 kinachoanzia Isaka kuja Mwanza. Ni kipande ambacho kinaendelea na ujenzi na kwa sasa tumefika 68.28%. Ujenzi ukiwa unaendelea, lakini pia tunaona kuna haja ya kurudi kwa wananchi kuweza kuwaeleza nini kinachoendelea kwenye mradi, kuwapa elimu haswa kuhusu masuala ya mradi yote, waweze kutambua mradi uko vipi, unafanya nini, tuko sasa tunafanya kazi gani, nini kinaendelea na tumefika wapi. Na zoezi hili ni zoezi endelevu. Tunafanya mara nyingi na tumerudi tena kwa sasa hivi kuweza kuwajulisha wananchi nini kinaendelea ili waweze kujua. Kwa sababu katika ujenzi wa mradi kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna ujenzi, kuna masuala ya usalama, kuna masuala ya mazingira. Sasa tunarudi kwa wananchi kuwaelezea jinsi gani ya kujikinga athari, waelewe mradi uko vipi, waelewe sheria za Leli, tunajenga kwa kiwango kipi, kwa sababu huu mradi ni wananchi wote na Watanzania wote. Kwa majina naitwa Richard Msungu, mimi ni afisa usalama mahali pa kazi, na leo hii tuko mahali hapa katika kipande cha 5, amini kwamba Mwanza Isaka, kuja kutoa elimu ya usalama. Tumekuja hapa kuwapa elimu wananchi ambao wanaishi katika ushoroba wa Leli kuwa salama, kwa sababu wanapaswa kuzingatia alama za usalama ambazo zipo katika mazingira yetu. Ujenzi bado unaendelea, kwa kuna alama za usalama wanapaswa wazifuate ili waweze kuwa salama. Lakini pia tunawapa elimu kuwa wananchi wa huku wanapaswa kutumia vivuko sahihi vya kuvukia. Kuna vivuko vya wanyama, kuna vivuko vya magari, kwa wanapaswa kuzingatia hilo, wavuke sehemu sahihi. Hatutamani kama sisi TRC kuona wananchi wanapata changamoto ya kiusalama kama wanagongwa na treni au wanapata changamoto ya kiusalama labda kuanguka kwenye tuta. Ndio maana tuko leo hii hapa kuwapa hiyo elimu ya kiusalama. Wakati mradi huu ukiendelea, rai yangu kwa wananchi ni kulinda mradi, lakini pia kufuata sheria mbalimbali ambazo zimewekwa ili waweze kuwa salama. Kuna vivuko ambavyo vipo, kwa wananchi wanapaswa kutumia vivuko sahihi vya kuvukia. Hatutamani kuona wananchi baadaye wanakata fence wanapita upande wa pili wa tuta kwa kukata fence. Sisi kama TRC hatutamani, kwa sababu wakifanya hivyo watahatarisha usalama wao. Ndio maana tunasema kwamba wapite sehemu sahihi, kwa sababu treni yetu itakuwa ni treni ya mwendo kasi ya kilomita 160 kwa saa kwa treni ya abiria. Kwa hiyo kwa spidi hiyo mwananchi si salama kupita sehemu ambayo upaswe kuvuka. Tumia kivuko sahihi uvuke ili uweze kuwa salama. Kwa minajili ya kutoa elimu kwa wananchi, tunayo makosa matatu. Kosa la kwanza ni kutoruhusiwa kufanya shughuli ya aina yoyote kwenye eneo la Leli. Kwa mtu ambaye atakayefanya kitendo hiki na akashtakiwa, iwapo atatiwa hatiani na mahakama, basi adhabu yake ni kulipa faini isiyopungua milioni 10 na isiyozidi milioni 20, au kutumikia kifungo kisichopungua miezi 12 na kisichozidi miezi 20. Naitwa Mariko Rutubija Buzumale, mwenyekiti wa kijiji hiki cha Fela. Bahati njema sisi kama kijiji cha Fela, kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa, tunao mikutano yetu kwa wananchi. Wananchi huwa tunaitisha mikutano ya hadhara, tunakuja kuambia mambo yanayohusu maendeleo ya kijiji, yanayohusu nchi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa hawa wageni, nadhani tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa TRC wa SGR kila palipo neno la kutaka labda kukumbushia, sisi tutakumbushia, lakini na wenzetu hao wa SGR kwa sababu kempu yao ipo hapa, nadhani tutawaita, watakuja waendelee kutoa elimu. Hii ni Tanzania Habari.